Makamu wa rais wa Marekani JD Vance, ambaye ni James David Vance, amelaumu baadhi ya maafisa wa serikali wa Israeli kwa kujaribu kuishawishi Marekani kuendelea na vita dhidi ya Iran. Ameonya kuwa kuna juhudi zinazolenga kuivuta Washington katika mzozo wa muda mrefu ambao unaweza kuwa na gharama kubwa kwa Marekani na eneo la Mashariki ya Kati. Akizungumza katika mahojiano yaliyochapishwa kwenye podcast ya Joe Rogan Experience, Vance alisema kuwa ingawa ana imani na baadhi ya viongozi wa Israeli na anaona ushirikiano kati ya Marekani na Israeli kuwa muhimu, anaamini kuwa maafisa wengine wa ndani ya Israeli wanaofanya juhudi za kisiasa ili kuhakikisha Marekani inaendelea kushiriki katika mapambano dhidi ya Iran badala ya kutafuta suluhisho la kidiplomasia. Aliongeza kuwa watu ndani ya uongozi wa Israeli wanaojaribu kusukuma sera za Marekani ili kufaidika na usalama wa malengo yao ya kisiasa. Hili si jambo la kushangaza katika siasa za kimataifa, kwani nchi wanachama mara nyingi hujaribu kuathiri maamuzi ya kila mmoja, alisema. Hata hivyo, swali muhimu ni kama viongozi wa Marekani watajiruhusu kushinikizwa kufanya uamuzi yasiyolingana na maslahi ya taifa lao. Vance pia amezungumzia kile alichokiita ni mpango wa siri na njama kubwa inayolenga kuvuruga mazungumzo kati ya Marekani na Iran, na alisema anaamini wengi wameanza kuona uwepo kwa juhudi za kuzuia kufikiwa kwa makubaliano yanaweza kupunguza mvutano Mashariki ya Kati. Marekani inapaswa kuwa makini ili kuepuka kuingia katika vita vipya bila sababu halisi, alisisitiza. Kauli zake zinakuja wakati serikali ya Rais Donald Trump inaendelea kutafuta njia ya kumaliza mzozo kati ya Marekani na Iran. Mwezi uliopita, pande zote mbili zilitangaza kufikia makubaliano ya awali ya kuendelea na mazungumzo yaliyolenga kupunguza mvutano uliozuka kutokana na mashambulizi ya kijeshi na vitisho kutoka pande zote. Kulingana na ripoti za Marekani na Iran pia zilikubaliana kufanya kazi mpango wa kusitisha mapigano kwa siku 60 pamoja na hatua za kufunga tena mlango bahari wa Hormuz ambao ni njia muhimu zaidi ya usafirishaji wa mafuta duniani. Mazungumzo hayo yameendelea kukabiliwa na changamoto kubwa kutokana na kutoaminiana kati ya pande hizo na matukio ya kijeshi yanayoendelea katika eneo hilo. Israeli imekuwa ikionyesha wasiwasi mkubwa kuhusu programu ya nyuklia na Iran na uwezo wake wa kutengeneza makombora ya masafa marefu. Serikali ya Israeli imekuwa ikisema Iran ni tishio kubwa kwa usalama wa taifa lao na Mashariki ya Kati kwa ujumla, hivyo viongozi wake wamekuwa wakiliita Marekani na kuchukua msimamo mkali zaidi dhidi ya Tehran. Kwa upande mwingine, ndani ya Marekani kumezuka mjadala mkubwa kuhusu kiwango cha kuhusika kwa taifa hilo katika mzozo wa Mashariki ya Kati. Wengine wanaamini Marekani inapaswa kuendelea kuunga mkono Israeli kwa uwezo wake wote, wakati wengine wanasisitiza kuwa taifa linapaswa kuepuka kuingia katika vita kingine kirefu kinachoweza kugharimu maslahi na maisha ya wanajeshi na fedha nyingi za walipa kodi. Vance, ambaye amekuwa ni mmoja wa viongozi wanaounga mkono sera ya American First, amesema maamuzi kuhusu vita au amani yanapaswa kufanywa kulingana na usalama na maslahi ya Marekani badala ya shinikizo kutoka kwa washirika wa kigeni. Wakati huo huo, bunge la wawakilishi la Marekani limekataa pendekezo lililotaka kupunguza mabilioni ya dola ya msaada wa kijeshi kwa Israeli, ikionyesha kuwa licha ya mjadala inayoendelea, kuna uungwaji mkono mkubwa ndani ya Congress kwa kuendelea kusaidia Israeli kupitia misaada ya kifedha pamoja na kijeshi.